Tuelekee kaunti nambari 3 sasa, ambapo familia moja katika eneo la Kikambala huko Kilifi inadai haki baada ya mpendwa wao kuvamiwa na kuumwa na mbwa zaidi ya 10 alipokuwa akifanya mazoezi katika ufuo wa bahari na kujeruhiwa vibaya na baadaye kuaga dunia. Kwa mujibu wa familia na wakazi wa eneo hilo, Charo Kahindi, mwanamume mwenye umri wa miaka 38, alikuwa akifanya mazoezi pamoja na wenzake ambapo alivamiwa na mbwa hao kutoka hifadhi ya mwekezaji mmoja eneo hilo. Charo alifariki wakati akitibiwa hospitalini. Yakatokea, basi mimi nikafanya bidii, nikaenda paka kwa majibwa 5 yakanifuata. Iliponifuata ile majibwa 5 yakaja kanishika, mmoja akanilalia, sasa mwingine akanivuruta, yani wamemvuruta kabisa kutoka kwenye maji mpaka ichikavu. Bado yaweza kueleza majibu anasema ni mangapi? Majibu yenyewe ilikuwa ni 14. Nilikuwa namtegemea kwa kila kitu. Wakati unaumbwa zaidi ya 30, inatakikana huu ukuta utengeneze ukuta wa maana sana, kwa sababu hawa maumbwa ni yale maumbwa wakali sana. Hawa ni man eaters. Kwa hivyo huyu bwana, kwanza huu ukuta wake na hii fence yake na kulingana na hao maumbwa ambao wanaweka hapa hailingani kabisa. Kwa hivyo na marehemu na wengine wengi ni wana mazoezi katika mahali huku. Kila saa huwa tunashuka huku baharini kuanzia saa 12 tunafanya mazoezi. Leo nataka kuungana na jamii ya Kikambala na kulani vikali yale mambo ambayo investor huyu anafanya, kwa sababu ni kwamba anaachilia mbwa wake wawe free. Hawa mbwa wameweza kumdhuru mama mmoja hapa, wakamuuma wakati fulani. Hii ni mara ya 3 leo hii wameuma na kuua kijana. Leo mimi nafikiria tungekuwa tuliambatana ningekuwa majeruhi. Kwa hivyo mimi naomba serikali ya kitaifa kiungana na serikali ya kaunti tukaweze kuungana vikali, kwa sababu investor huyu ameleta hatari katika jamii ya Kikambala.